Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hii asilimia zaidi ya 30 ya total land mass ya Tanzania imehifadhiwa. Na maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wananchi kwa mamilioni wameondolewa kwenye maeneo hayo. Wafugaji hawapo, wakulima hawapo. Na namna pekee ambayo tumeitumia kwa miaka zaidi ya 50 ya kulinda maeneo haya ni kuyafanya kuwa maeneo ya kijeshi. Ndio maana katika sehemu kubwa yenye uvunjifu mkubwa wa haki za binadamu kwenye Tanzania ya leo, ukiachia vituo vya polisi, ni kwenye maeneo ya hifadhi. Hamwezi uhifadhi wa aina hii unaotegemea kutesa watu, unaotegemea kunyang'anya watu maeneo yao, hauna future. Hauna future. Kuna siku hawa watu wataamka, watajibu, halafu tutaenda wapi? Kwa Mheshimiwa Waziri, naomba nikupe na nisaidie tu, kuna sababu gani ya kisayansi leo ya kuwakataza wafugaji wa Kimasai ambao hawawindi kuchunga kwenye hifadhi walikofukuzwa 1959? Kama unataka kujua sayansi inasemaje, soma Alan Rogers na K. Homewood 1995, The Maasai Land Ecology. Wamesema maeneo haya ya uhifadhi yana wanyama pori kwa sababu wafugaji wa Kimasai hawana shida na wanyama pori. Sio wawindaji. Mnawafukuza, mnawaharibia uchumi wao wa kiufugaji. Siku wanyama wao wakiisha watakuwa wawindaji. Wakipata bunduki kama wakara moja, muone mtakwenda wapi na wanyama pori wenu. Namna ya kuokoa long term maslahi ya uhifadhi, namna ya kuokoa wanyama pori hawa na maeneo haya ni kuhakikisha kwamba zile shughuli za matumizi ya ardhi ambazo kihistoria hazina athari kwenye uhifadhi, pastoralism, zinakuwa integrated. Ngorongoro is a failure kwa sababu imekuwa undermined. The idea was good, lakini imetekelezwa vibaya. Wamasai wa Ngorongoro leo ni maskini kuliko Wamasai wengine wote. Sio kwa sababu Mungu amesema wawe maskini, ni kwa sababu ya hii militarism katika conservation.